Miongoni mwa story nyingine ambayo imechukua vichwa vya habari vya watu wengi duniani ni hii ambayo imehusiana na FIFA yafungua uchunguzi baada ya Aisha Speed kudaiwa kutukanwa kwa kauli za kibaguzi kombe la dunia. Aisha Speed ni moja kati ya streamer maarufu sana duniani kutokana na namna ambavyo amekuwa mwanamtandao maarufu duniani kutokana na kile ambacho amekuwa akikifanya. Jana tunafahamu kwamba kulikuwa na mechi kati ya Argentina dhidi ya Misri. Sasa shirikisho la soka duniani FIFA limeanzisha uchunguzi rasmi kufuatia tukio la madai ya ubaguzi wa rangi linalomhusisha streamer maarufu kutoka Marekani Aisha Speed wakati wa mechi ya kombe la dunia kati ya Argentina na Cape Verde ambayo ilikuwa ni siku kadhaa nyuma. Lakini tukio hilo pia lilitokea katika uwanja wa Miami ambapo Aisha Speed ambaye jina lake halisi ni Darren Watkins Jr. alikuwa akifuatilia mchezo huo pia akiwa miongoni mwa mashabiki. Na kwa mujibu wa video pia ambayo ilikuwa imesambaa kwa kasi sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, mashabiki walikuwa akionekana. Moja kati ya shabiki ambaye alikuwa amevaa jezi ya Argentina alisikika akimwambia Aisha Speed maneno ambayo yalitafsiriwa kuwa nenda ukalie mbuga ya wanyama. Kauli hiyo imeelezwa na wengi kuwa ni ya kibaguzi. Mbali na tukio hilo pia video hiyo pia imeonyesha baadhi ya mashabiki wengine pia Argentina wakidaiwa kufanya ishara na vitendo vilivyofanana na mienendo ya sokwe, jambo ambalo pia limezua hasira kubwa na mjadala mpana duniani kuhusiana na ubaguzi wa rangi katika soka. Na baada ya tukio hilo pia kusambaa, FIFA imethibitisha kupokea taarifa rasmi na kusema kwamba tayari imeshaanza kufanya uchunguzi ili pia kuweza kubaini ambacho kilikuwa kimetokea na kuchukua hatua stahiki endapo madai hayo pia yatathibitishwa. Na katika taarifa yao pia, kwa maana kwamba ile ambayo imetolewa na FIFA, imesisitiza kuwa inapinga kwa nguvu zote ubaguzi wa rangi, chuki na aina yoyote ile ya ubaguzi. Na shirikisho hilo pia limeeleza kuwa vitendo vya namna hiyo havina nafasi katika mchezo wa soka kwenye mashindano ya kombe la dunia wala pia katika jamii kwa ujumla. Na mpaka sasa hivi hakuna taarifa rasmi kuhusu hatua zitakazochukuliwa dhidi ya wahusika, huku pia uchunguzi ukiendelea. Mtazamo wako na maoni yako ni yapi? Basi usiache kutuandikia hapo sehemu ya comment, na nakumbusha pia usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV.